Idadi ya waliofariki dunia kutokana na mashambulizi ambayo yamefanywa na Ukraine katikati ya sherehe za mwaka mpya nchini Urusi imeongezeka, ambapo kamati ya upelelezi ya Urusi imesema inachunguza tukio hilo kama shambulio la kigaidi. Idadi ya waliofariki katika sherehe za mwaka mpya imeongezeka hadi kufikia watu 27 huku wengine 31 wakiripotiwa kujeruhiwa, kwa mujibu wa kamati ya upelelezi ambayo imetolewa, ambapo ripoti za awali zilikuwa zimetaja vifo 24. Shambulio hilo lilitokea dakika chache kabla ya saa 6 usiku wa kuamkia Januari mosi mwaka 2026 katika kijiji cha pwani cha Koreal kilichopo katika mwambao wa Bahari Nyeusi. Droni kadhaa zililipua mgahawa wenye msongamano mkubwa wa watu pamoja na hotel na kusababisha moto mkubwa ambao ulijitokeza na kuteketeza jengo. Imebainika kuwa droni moja ilikuwa imebeba mchanganyiko wa kemikali za kuwasha moto ambazo zinafahamika kama incendiary mixture. Kamati ya upelelezi imethibitisha kuwa watoto wawili wameuawa huku watoto wengine 5 wakijeruhiwa vibaya katika shambulio hilo. Wakati wa shambulio hilo likitekelezwa, kulikuwepo na zaidi ya raia 100 ndani ya eneo hilo, wakiwemo wageni na wafanyakazi wa hoteli na mgahawa, na tukio hilo limeainishwa rasmi kama kitendo cha kigaidi na serikali ya Urusi. Vipande vya droni kadhaa vimekusanywa na wachunguzi katika eneo la tukio, huku vipimo zaidi ya 26 vya wataalam vikifanyika, vikiwemo uchunguzi wa kitabibu, vinasaba, DNA, vilipuzi pamoja na uchunguzi wa moto. Kamati imesisitiza kwamba wanajeshi wote wa Ukraine ambao wamehusika katika uhalifu huo watatambuliwa na kufikishwa mbele ya sheria. Lakini tumeona Moscow imekemea vikali kile walichokiita ukimya wa nchi za magharibi kuhusu shambulio hilo, wakisema kuwa ukimya huo ni sawa na kushiriki au kuunga mkono uhalifu huo kwa njia ya kimya kimya. Balozi wa Urusi katika Umoja wa Mataifa jijini Geneva anayefahamika kama Gennady Gatilov anasema shambulio hilo lilipangwa makusudi kuua raia wengi iwezekanavyo na ni uhalifu wa kivita. Aliongeza kuwa lengo kuu la shambulio hilo ilikuwa ni kuficha kushindwa kwa jeshi la Ukraine na kuvuruga jitihada zozote za kutafuta suluhu ya amani ambazo zinaendelea. Gatilov pia ameitaka ofisi ya kamishina mkuu wa haki za binadamu kufuatilia kwa umakini juu ya shambulizi hili ambalo limefanywa na Ukraine, lakini pia amezitaka taasisi za kimataifa kulaani shambulio hilo mara moja bila kuchelewa. Lakini wakati hayo yakiendelea, ni kwamba katika tukio jingine, meya wa Moscow Sergei Sobyanin ametangaza kwa drone 26 za masafa marefu zilidunguliwa na ulinzi wa anga wa Urusi wakati zikiwa njiani kuelekea Moscow usiku wa kuamkia Ijumaa, ambayo ni tarehe 2 mwezi wa kwanza 2026. Kwa tahadhari, viwanja vikuu vya ndege katika maeneo ya Domodedovo, lakini pia Sheremetyevo, Viknovo pamoja na Zhukovsky vilisitisha safari za ndege. Mkoa wa Kherson pamoja na Zaporizhzhia, Donetsk pamoja na Lugansk uliungana na Urusi mwaka 2022 baada ya kura za maoni za wananchi, na tangu wakati huo umekuwa chini ya mashambulizi ya mara kwa mara ya droni za Ukraine na mashambulizi ambayo yanalenga miundombinu ya kiraia na makazi ya raia. Urusi imetangaza kuwa tukio hilo limeainishwa rasmi kama kitendo cha kigaidi na kesi ya jinai tayari imekwisha kufunguliwa kwa wale ambao watabainika kwamba walihusika moja kwa moja katika mashambulizi hayo ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya raia 27 ambao wamepoteza maisha kutokana na mashambulizi hayo ambayo yamefanywa na Ukraine. Lakini jeshi la Ukraine limekanusha kabisa madai hayo, likiyataja kama upotoshaji wa taarifa na kusisitiza kuwa linashambulia malengo ya kijeshi pekee kwa mujibu wa sheria za kimataifa, ambapo Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hajatoa kauli ya moja kwa moja kuhusu tukio hilo. Wakati huo Urusi na Ukraine zimeripoti mashambulizi makubwa drone pande zote mbili katika ishara ya kuendelea kwa mapigano makali karibu miaka 4 tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi kamili dhidi ya Ukraine mwaka 2022. Sasa Ukraine wenyewe wanakanusha kwamba hawajahusika katika mashambulizi hayo. Urusi wao wanasema mashambulizi hayo yalifanywa na Ukraine na wanalaani kile ambacho kinafanywa na nchi za Umoja wa Ulaya kuto laani kile ambacho kimefanywa na taifa la Ukraine, wakisema hiyo inaashiria kwamba Ukraine pamoja na nchi za Ulaya walikuwa wanajua nini ambacho kinakwenda kufanyika. Katika ripoti nyingine ambazo zinatoka pale pale nchini Ukraine ni kwamba Ukraine inasema imepeleka mifumo miwili zaidi ya ulinzi wa anga aina ya Patriot, ambapo mifumo miwili mipya ya ulinzi wa anga aina ya Patriot imepelekwa nchini Ukraine ili kuimarisha ulinzi wa miji yake na miundombinu muhimu. Wizara ya ulinzi ya nchi hiyo imetangaza kupitia tovuti yake.
Hatua hii inafuatia makubaliano ya ulinzi kati ya Ukraine pamoja na Ujerumani ambayo yamesainiwa Disemba 17 yenye thamani ya takribani euro bilioni 1.2, takribani dola bilioni 1.4, ambayo yanajumuisha msaada wa muda mrefu pamoja na vipuri vya mifumo ya Patriot. Ifahamike, Patriot ni miongoni mwa mifumo ya kisasa zaidi duniani ya ulinzi wa anga yenye uwezo wa kudungua ndege za kivita, makombora ya masafa marefu na makombora ya ballistic na hata makombora ya hypersonic, makombora ambayo yana kasi zaidi ya sauti. Kwa muda mrefu Ukraine imekuwa ikiomba washirika wake wa kimataifa waongeze msaada wa ulinzi wa anga, wakati Urusi ikiendelea kushambulia miji, mitambo ya nishati pamoja na miundombinu ya kiraia kwa kutumia makombora pamoja na droni. Wizara ya ulinzi ya Ukraine imesema mifumo ya Patriot kwa sasa inalinda miji ya Ukraine na miundombinu muhimu na imepunguza kwa kiasi kikubwa hasara zinazosababishwa na mashambulizi ya makombora ya ballistic na ya masafa marefu dhidi ya vituo vya nishati pamoja na maeneo ya kiraia. Kwa mujibu wa wizara hiyo, betri moja ya Patriot inaweza kutambua hadi malengo 100 kwa wakati mmoja na kushambulia hadi malengo 8 kwa wakati mmoja, ambapo mfumo huo unaweza kudungua vitishio vya angani vilivyopo hadi kilomita 24 juu ya umbali wa hadi kilomita 150, hivyo kulinda maeneo mapana kwa wakati mmoja. Maafisa wa Ukraine wamesema kuwa mifumo ya Patriot imefanikiwa kudungua baadhi ya silaha za kisasa zaidi za Urusi, ikiwemo makombora ya hypersonic aina ya Kinzhal pamoja na Zircon yenye kasi ya hadi kilomita 16,000 kwa saa na kilomita 11,000 kwa saa. Tangu kuanza kwa uvamizi na wa Urusi mwaka 2022, Ukraine imekuwa ikiomba NATO ifungue anga yake, lakini ombi hilo lilikataliwa, na badala yake mataifa ya magharibi yamejikita kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine kwa kuipatia mifumo ya kisasa ikiwemo hizo Patriot. Ingawa Ukraine haidhibiti kikamilifu anga yake, Urusi pia haijafanikiwa kupata kiwango kikubwa cha kuharibu anga ya Ukraine. Kwa kuhofia hasara, ndege za kivita za Urusi mara nyingi zimekuwa zikiepuka kuingia ndani kabisa ya anga la Ukraine na badala yake kuzindua makombora na mabomu ya kutekeleza ndani ya Urusi. Lakini pia tumeona nje na Patriot, Ukraine pia imepokea mifumo ya Irish-T, NASAMS pamoja na SAM-T kwa ajili ya kudungua makombora ya masafa marefu ya ballistic, huku mifumo ya Kijerumani ya Gepard pamoja na Skynex ikitumika zaidi kukabiliana na droni zinazorushwa na Urusi. Niweke nukta moja hapa ndogo ambayo inahusiana na kile ambacho kimezungumzwa na rais wa Marekani pale nchini Venezuela, ambapo Donald Trump, rais wa Marekani, amesema kwamba Marekani iko tayari kuingilia kati ikiwa Iran itawaua waandamanaji. Hii ni baada ya maandamano ya kupinga kuongezeka kwa gharama za maisha nchini humo kukumbwa na vurugu ambazo zimetokea katika maeneo hayo. Waandamanaji na vikosi vya usalama walikabiliana katika miji kadhaa ya Iran, huku watu 7 wakiripotiwa kuuawa, ikiwa ni vifo vya kwanza tangu vurugu hizo kuanza. Wafanyabiashara na maduka katika mji mkuu Tehran walifanya mgomo Jumapili iliyopita kutokana na mfumuko wa bei na kudorora kwa uchumi, vitendo ambavyo vimesambaa katika maeneo mengi ya nchi. Trump amesema kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa kama Iran itawapiga risasi na kuwaua watu wanaoandamana kwa amani, ambayo ni desturi yao, Marekani itaingilia kati ili kuwaokoa. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa, watu 2 mpaka sasa wameuawa mjini Rodged na wengine 3 katika mji wa Azna kufuatia mapigano kati ya waandamanaji na polisi. Polisi walitumia tear gas kwa maana ya mabomu ya machozi kutoa baada ya waandamanaji kushambulia majengo ya serikali, misikiti pamoja na benki, huku watu kadhaa wakikamatwa. Awali televisheni ya taifa iliripoti kuwa mwanachama mmoja wa vikosi vya usalama aliuawa mjini Kodash, ambapo rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema madai ya waandamanaji kuhusu maisha ni ya msingi, na ameonya kuwa kushindwa kuyashughulikia kunaweza kuwa na athari kubwa, wakati mamlaka zikisisitiza zitachukua hatua kali dhidi ya vurugu ambazo zinaendelea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.